Iwanakupita kidogo, sikilize Yesu Kristo. Anamshukuru Mungu kwa kumjalia mtoto wao kufaulu vizuri mitihani yake kidato cha sita. Anamwomba Mungu ampatie chuo kizuri na akamsaidie ili afaulu vizuri katika kipindi chote cha masomo. Imeombwa na mama yake. Anamshukuru Mungu kwa maombezi ya Mtakatifu Yosefu wa Kupitino kufaulu vizuri kwenye mitihani yake ya mwisho. Imeombwa na Kristo mmoja. Kwa maombezi ya Bikira Maria na Mtakatifu Yosefu wa Kupitino na Mtakatifu Petro na Padua, Padre Pio na Mtakatifu Matilda, anamshukuru Mungu kwa mtoto wake kumaliza mitihani ya mwaka wa kwanza salama na kupata matokeo mazuri. Anamwombea neema na kibali katika elimu yake. Imeombwa na familia moja. Kwa maombezi ya Mama Bikira Maria, anamshukuru Mungu kwa neema na baraka anazojalia. Pia wanazidi kumwomba Mungu ulinzi wa hasa wa watoto wake na waongoze katika elimu yao. Imeombwa na familia moja. Anamshukuru Mungu kwa afya na uzima wa familia yake. Imeombwa na Kristo mmoja. Anamshukuru Mungu kwa neema na baraka anazojalia kwa namna ya pekee kwa kumbukizi yake ya kuzaliwa. Anaomba afya njema, maisha marefu yenye neema na baraka tele. Imeombwa na Helen John Matulanga. Anamshukuru Mungu kwa maombezi ya Mtakatifu wetu Akasia kwa kujibu maombi yake. Imeombwa na Kristo mmoja. Wanamshukuru Mungu kwa kutimiza miaka 25 ya ndoa. Wanamwomba Mwenyezi Mungu aendelee kuwalinda pamoja na watoto wao. Imeombwa na familia Mr. na Mrs. Kasume. Anamshukuru Mungu kwa mtoto wake Caroline Deogracius Limo kutimiza miaka 7 ya kuzaliwa. Kwa maombezi ya Mama Bikira Maria, anamwomba Mungu amfanikishe katika masomo yake na akuwe akimpendeza Mungu siku zote. Imeombwa na wazazi wake. Anamshukuru Mungu kwa neema na baraka anazojalia kwa namna ya pekee kwa kumbukizi yake ya kuzaliwa. Anaomba afya njema, maisha marefu yenye neema na baraka tele. Imeombwa na Helen John Matulanga. Anamshukuru Mungu kwa kumaliza salama novena yake ya huruma ya Mungu. Anamwomba Mungu kwa maombezi ya Mama Bikira Maria amjibu maombi yake. Imeombwa na Kristo mmoja. Wanamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwaongoza katika kukamilisha sakramenti ya ndoa takatifu. Wanamwomba Mungu azibariki ndoto na nia za mioyo yao, awajalie hekima, upendo na amani, azidi kuwaongoza katika safari yao hiyo mpya walioianza pamoja. Imeombwa na wanandoa. Wanamshukuru Mungu kwa uponyaji wa mtoto wao Alvin na kuomba ulinzi katika makuzi yake na ulinzi wa familia. Imeombwa na familia. Anamshukuru Mungu kwa maombezi ya watakatifu Bonaventura na Carlos Timoris kwa kuwa naye kwa kipindi chote cha mitihani. Imeombwa na Kristo mmoja. Anamshukuru Mungu kwa ajili ya ndoa. Anaomba ulinzi wa Mungu katika ndoa yao. Imeombwa na Kristo mmoja. Anamshukuru Mungu kwa maombezi ya Yesu na Ekaristi Takatifu, Bikira Maria mjua dhambi ya asili, Mtakatifu Yosefu kwa kufaulu vizuri kwenye mitihani yake. Imeombwa na Kristo mmoja. Wanamshukuru Mungu kwa neema na baraka wanazojalia kwa namna ya pekee wanapokumbuka siku yao ya kuzaliwa. Mungu Mwenyezi azidi kuwapa maisha marefu yenye neema na baraka tele. Imeombwa na dada na kaka. Familia ya Dennis Mtabigwa wanamshukuru Mungu kwa neema na baraka anazowajalia katika familia yao. Wanaomba baraka na neema katika kuwasimamia familia nzima kwa namna ya pekee katika majukumu ya kila siku. Imeombwa na familia ya Mtabigwa. Anamshukuru Mungu kwa kumlinda katika hatari zote za kiroho na kimwili, hasa katika safari yake kwenda na kurudi salama tena nyumbani. Imeombwa na Catherine Mtabigwa. Wanaombea vijana wao Joshua na Richard Mpongo, maandalizi mema ya kidato cha
anawaombea watoto wake ulinzi wa Mungu katika maisha yao na kuwajalia afya ya roho na mwili iliyokuwa na mama yao. Anamwomba Mungu neema na baraka tele kwa namna ya pekee uvumilivu kwa changamoto anazopitia. Mungu amjalie nguvu ya kuweza kuzichanganua vizuri na zipite salama. Imeombwa na Magdalena Masasi. Kwa maombezi ya Mama Bikira Maria, anawaombea watoto wake baraka na neema katika masomo yao, waweze kufaulu mitihani yao. Imeombwa na mama yao. Kwa maombezi ya Mtakatifu Yosefu, anaiombea familia yake ulinzi wa Mungu na kuwakinga katika hatari zote za roho na mwili. Imeombwa na Mkristo mmoja. Anaombea marehemu Savia Zaurenti Lekuiza, Joseph Magafu Mbogo, Deodas Mkilamweni, Laurent Lekuiza. Imeombwa na Mkristo mmoja. Anamwombea marehemu bibi yao Susana Mtare, pumziko la milele. Imeombwa na familia ya Mwena. Anamwombea marehemu Malkia James Chumi. Imeombwa na familia ya David Kioko. Kwa maombezi ya Mama Bikira Maria, anaombea marehemu Catherine Joaquim, Mama Helen na Imani Kimamo na Sister Victoria Ibolata Semali Maro, Bibi Mariana Maro, Bibi Magdalena Chua. Imeombwa na familia moja. Anamwombea marehemu Pauli Kazungu. Imeombwa na Mkristo mmoja. Anamwombea marehemu Thomas Jeru Masawe na Ane Usangira. Imeombwa na Abelin Thomas. Anamwombea marehemu Aurelia Mitutoyo Kuzugala. Imeombwa na familia ya Kuzugala. Anamwombea marehemu Evelyn Njima. Imeombwa na familia ya Evarist Njima. Anaombea marehemu Aurelia Matesha, Roman Jenes Roman Jenes Marara, Clara Jenes na marehemu wote wa ukoo wa Jenes. Anamwombea marehemu Pataleo Kibicho Mboya. Imeombwa na Georgina Pataleo Kibicho. Wanaombea marehemu Pius Atanas Sinchimba, Immaculata Sinchimba, Pascal Sinchimba, Edwin Gasiwa, Geoffrey Konzo. Imeombwa na familia moja. Wanaombea marehemu Leocadia Sindano, Paulo Masrina. Imeombwa na watoto wao. Wanaombea marehemu kaka yao Richard Ndonde, miaka kadhaa tangu alipofariki. Imeombwa na familia ya Agustino Lubanga. Anaombea marehemu George Masasi, Teresia Chana, Elizabeth Masasi, Paulina Masasi. Imeombwa na Grace Masasi. Anaombea marehemu Stanford Kailemo aliyefikisha miaka 9 na marehemu Winchilaus Kailemo aliyefikisha miaka 5 tangu watangulie mbele za haki. Imeombwa na Mkristo na familia ya Kailemo. Anawaombea marehemu wazazi wake Baba Antoniani Kapinga na Mama Tudisi Kapinga. Imeombwa na Elizabeth Kapinga. Anamwombea marehemu mama yake Evata Konstantino mdogo kwa namna ya pekee anapotimiza mwaka mmoja tokea ameitwa kwa Mungu. Imeombwa na watoto wake. Wanamwombea marehemu baba yao Msafiri Ali Mwilapa. Imeombwa na watoto wao. Wanaombea marehemu Agnes Bisake, Josephine Ruta, Grace Francis Wechungula, Olivia Baigana. Imeombwa na familia ya kijana. Anaombea marehemu Joseph Njiku, Magdalena Njiku na marehemu wote wa ukoo wa Luonike na Pinilila. Imeombwa na Mkristo mmoja. Anaombea marehemu Victory Ndauka, Michael Ndauka, Yukunusi Ndauka, Damas Ndauka, Eudosia Ndauka, Angela Ndauka, Abeni Ndauka, Baraka Ndauka, Tekla Ngurwe. Imeombwa na Salome Ndauka. Anaombea marehemu Aselma Ngonyani, Dastani Chale, Avelina Chale, Yohana Chale. Imeombwa na Salome Ndauka. Anaombea marehemu Filipo Mkumba, Teresia Beno Mchagama, Gavensa Mhagama. Imeombwa na Salome Ndauka. Anamwombea marehemu Ulkeria Emanueli. Imeombwa na wajukuu zake. Anaombea marehemu Joseph Masusu, Lucia Masusu, Penas Masusu, Mikael Masusu, Cruz Dedela, Titus Masusu, Teresia Mwende,
wapumzike kwa amani. Basi tuweke sasa kwanza ibada hii kwa kujiunga zetu. Na Mwenyezi
nini kama si uhai baada ya kufa? Kwa sababu karama za Mungu hazina majuto wala mwito wake. Kwa maana kama ninyi zamani mlivyomwasi Mungu, lakini sasa mmepata rehema kwa kuasi kwao, kadhalika na hao wameasi sasa, ili kwa kupata rehema kwenu wao nao wapate rehema. Maana Mungu amewafunga wote pamoja katika kuasi, ili awarehemu wote. Neno la Bwana. Yesu aliondoka huko akaenda kando pande za Tiro na Sidoni, na tazama, mwanamke Mkananayo wa mpaka ile akatokea, akampazia sauti akisema, unirehemu Bwana, mwana wa Daudi, binti yako imepagawa sana na pepo. Wala yeye hakumjibu neno. Nao wanafunzi wake wakamwendea wakamwomba wakisema, mwache aende zake, kwa maana anatia kelele nyumba yetu. Akajibu akasema, sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Naye akaja akamfikia akasema, Bwana unisaidie. Akajibu akasema, si vema kukitwaa chakula cha watoto na kuwatupia mbwa. Akasema, ndiyo Bwana, lakini hata mbwa hula makombo ya kuhani mezani pa bwana zao. Ndipo Yesu akajibu akamwambia, mama, imani yako ni kubwa, nayo roho kama utakavyo. Akapona binti yake tangu saa ile.
Yesu ni mwema na kila wakati. Basi kama alivyoanza mwanzo kabisa wakati wa utangulizi kwamba Dominika hii inaendelea kabisa, tunaita Dominika ambayo ina masomo ya kutia faraja, hasa watu ambao wameumizwa, watu ambao wanatelekezwa, watu ambao wananunguniko, watu ambao basi wana maneno mbalimbali katika mioyo yao na hawafahamu waanzie wapi na waishie wapi, na hawajui chanzo cha haya yanayowapata ni nini. Kwa hiyo tukaona kwamba basi siku ya leo kuna mambo mengi sana katika parokia yetu, hasa kuhusu sakramenti ya ndoa, na nitasema hebu tuzungumzie mambo machache kuhusu kinachoendelea, na labda masomo ya leo yatatia faraja kidogo. Tumsifu Yesu Kristo. Nimesumbua kidogo mpaka kufikia juzi Ijumaa nilikuwa na kesi 203 za ndoa. Mwaka jana mwaka mzima nilikuwa na kesi 210. Hizi 203 ni ambazo nimezikodi mimi mwenyewe, ukiachilia mbali zile ambazo nimeongea kwa Madina na Msofe, zile ambazo mimi mwenyewe nimekodi 203. Kwa hiyo unaona kile kinachoendelea katika parokia, na basi baada ya kupigia kwa wenzangu niwaulize kwamba ni vipi tunayaona haya au wote wanayaona, na basi majibu kwamba kule pia wanaona vile vile ninachokiona. Basi tunatafakari kwamba kuna shida gani hasa, na hasa unaona wakati kuanzia miaka 2 kwenda juu mpaka 55 hapo umekuwa na msukumo mkubwa sana rasmi masuala ya ndoa. Lakini pia katika kuangalia na kuongea na watu na pale hasa wanandoa wenyewe, unakuta kwamba changamoto kubwa ni sio kwamba ni kwa sababu ya kuna shida ambazo labda wao hawafundishwa vizuri wakati wa kushika ndoa au hawafundishwa vizuri, na ni labda haya yanatokea. Kwa hiyo ukaona kwamba siku ya leo haya mafundisho yanapaswa wapewe wanandoa sajili mmoja mmoja. Sasa ndio kuwafundisha mimi na mkiani ya mwisho ile naongelea mmoja mmoja, kama kuwafunda kila kitu yake, ili anapoenda kuishi huko inamsaidia katika maisha yake. Basi nitaongea kwa upande mmoja mmoja. Nitaanza kwa mbele na kuhusu kwa mama, na baadaye nitaongea machache kuhusu kwa mama. Kwa kawaida huwa mtu unapoona sio kile na 10 huwezi kufanya vizuri. Tumsifu Yesu Kristo. Unapoona wakati wa uchumba wanadanganyana pale kama msimu ndio ndoa na 10 wala ndio hapo unaweza kuongea kitu kuhusu wao. Kama ndio huyu unaweza kuongea kitu uongo au kweli kwa pale. Kwa hiyo na kwa nafasi ya asili zote ndio kabila mbalimbali pale kutoka mjini na hata kutoka kabila moja, bado sio rahisi vile, kwa sababu pia kuna maswali tofauti, lakini pia hivyo kuna changamoto zinazohusu na mama ambazo wanaume kama hajaandaliwa hata leo kwa dini kunajishi, lakini pia kuna changamoto ambazo zinahusu wanaume tu, ambaye mwanamke anaweza hajaelezwa kuhusu mambo ya wanaume maisha yake yote, ataona hapo mwanaume kufanya. Kwa hiyo kila mtu sasa kuna changamoto za makabila mbali na kuelewana, lakini pia changamoto za jinsia, kwamba baadhi ya wanaume na mwanamke ni tofauti kabisa. Kila mtu ana tabia zake na inabidi usielewe na kwa hatua uweze kutembea nazo na uweze kupata nazo. Kwa hiyo sababu ya leo tunazungumza faraja. Kwa nataka niwatie faraja hasa sakramenti ya ndoa ambayo naona imepitia katika. Kwa kawaida mtaanza kwa upande wa dada au kina wanawake, naongea kile ambacho mimi nafahamu baada ya kusoma na pia experience. Kwa kawaida mwanamke anapoanza kupata hapo kule anaanza kubale mpaka miaka 20 hapo huwa anapitia sana.
na yeye anajua hilo, na pia huwa anapenda kuongelesha na wanaume au useme pesa kuongozwa kwenye hilo, napenda sana. Na wakati huo sasa, ile lika yake upande wa kiume ni kipindi ambacho mwanaume akifikia na kuna namba pale, wanaume wengi hawajiamini sana wakati wa kiume ni kile, lakini pia kipindi hicho wanakuwa mtu. Kwa hiyo binti kwenye ile lika lake mara nyingi inakuwa ni shida kwa mahusiano na huyu mtu ambaye ni lika lake. Mara nyingi anakuwa na mahusiano mtu ambaye anaanzia kuzidi kwenda wapi, na hapa ndani shule na mbele sasa ashaona ile miaka ya shida hata ya wanaume anakuwa anaenda kukosa. Kwa hiyo kwa miaka mitano hiyo kwa miaka 20 mara nyingi watu wa kike wanasumbuliwa sana, na wanaosumbua ni watu wa kiume ambao wanaanza 20 hapa. So kwa binti kupenda kusumbuliwa, sababu anaposumbuliwa anafurahia zaidi kwa ana mzuri kuliko wengine. Akifika kama kwa mtu mzima anakuwa kwamba wao kama mtongoza ni waongo, na kwa kwamba wao ni nini wao. Kwa hiyo ni hapo naweza kuona wanaume wote ni wao. Matokeo yake anakuwa makini mno, anaanza kuchagua mtu ambaye sio mwongo, kwa anakuwa makini sasa, hapendi kuzungumza nao. Kwa hiyo ni kipindi ambacho unasema kwamba mwanamke anapokuwa na miaka 20 sio wote, miaka 20 mpaka 40 anaweza kuwa mwaminifu, na mtu anapokuwa naye hapo anaweza kuwa mwaminifu kwenye ndoa yake, sio wote. Mzaka wa mwaminifu ni sana, kwa sababu hapo sasa ashajua kwa mwanamke ni waongo. Kwa sababu huyu mmoja ambaye sio kwa kweli, lakini alikuwa ni kweli, anaweza kadani sisi tu asimdanganye hapo mpaka kufikia miaka 34 hapo. Mwanaume akileta kitu kinabadilika. Mwanamke hapa hiki anapata mtu mmoja mwaminifu, na kazi yake inakuwa mwaminifu. Akifika miaka 18 akileta kinabadilika. Tunasema hii chanzo cha mwanamke akileta kinabadilika, tunaita virgin age. Virgin age, mwanamke anagundua kwamba amepotezewa usichana wake. Najua usichana wake maisha yake yote mwanaume ni mwongo, amemdanganya. Kwa hiyo anakuwa virgin age, ambao sasa matokeo yake ni makubwa, hasa kwa watu wa kiume. Virgin age, mwanamke anakuwa mtukutu. Mtukutu ndio sababu anatatiza kwa maji ya moto, sababu makali na kibegi, anaweza kutusu mtu makali hasa kwa mume wake, sio kwa mume mwingine, kwa nani? Kwa mume wake. Kwa hiyo ni ambacho wanaume kama hajaangaliwa, kama hajafundwa, hiyo ndio inaishia hapo. Kuanzia sasa nadhani kwa ndio hapo ni kipindi ambacho wanaume wana wakati mgumu sana, wakati mgumu, na sasa kile kama hajaangaliwa anaweza kuwa wale au wanaweza pia kwa familia yake katika kusema kwa mwingine, sababu kipindi mwanamke anakwenda kutokaza ana makali mwanamke wewe wakati anaosoma mume ambayo pia inakuwa na madhara makubwa kwa upande wa wanaume. Tumsifu Yesu Kristo. Sio kwamba mwanamke anapenda ni umri ukifika anakuwa hiyo virgin age, kwamba anapoteza nini muda sasa, anataka arudi msichana kwa haiwezekani. Nikipita basi pia ni rahisi sasa mwanamke kumdanganya mume wake. Mwanamke anakuwa mwaminifu sana, lakini tukipindi mwanamke anakuwa mwaminifu asipokuwa makini, hapo sasa asaidiwa. Kama hali makini mwanaume kipindi ambacho ni kali sana, huko alikuwa mwaminifu na muda wote, lakini hapo sasa ashinda kubadilikia, hakutamani kabisa unafika hapa na sio ile ndio. Mwanamke anafika wapi? Kwamba anakuwa na simu wake na kwa hiyo kama mwanamke hajaandaliwa, hiyo ndio mambo ya sababu naweza pia kudanganywa, sina
mpaka siku 10. Akitoka nje anachukua house na hata kama kuna ndugu yako sio shaka sana bila kutana na ndugu wako kwa dada yako ni kawaida. Kwa hiyo watu wengi wanaweza kama hivi tutaongea kwa sababu tunataka kuongea kwa sababu au kuchanganya. Nataka niongee sana ndio tunapata changamoto sio kwa safari kabisa kwa bali sikuza sana ndio kwa kabisa ufungu ndio kwa nafasi. Lakini ambacho pia wanaweza kuonga sana yeye kuonga yale matukio na na lakini ambacho pia ni sasa kuna watu kadhaa wanaweza kutoa zawadi kwa sababu mbalimbali kwa tofauti kile ambacho sasa msiko makini mwanamke na kaza na anapokea kama sababu chochote lakini lakini atapenda kulipa atalipaje anajua kulipaje umsikize zawadi pekee kwa mwanamke atapenda kulipa kwa zawadi ni kutembea naye umsikize Yesu Kristo. Kwa hiyo wanaweza kusikiza kwa sababu kwa zawadi ya mtu ambaye anaelewa sio afya sababu itakuja kufanyia maana. Kwa hiyo mwanamke huyo sasa kawaida mwanamke ni mtawala mwanamke ni family. Kwa hiyo kipindi cha nafanya kazi ni jana anakuwa haifikiri sana tofauti na kwa sasa anapofika miaka 40 akili yake inabadilika pia, akili yake inabadilika kabisa, akili yake inakuwa haifikiri tena, anaanza kusheka, akili yake inabadilika inakuwa vile uchumi, anafikiria kwa uchumi tu na ndio hivi sana kutafuta hela usiku na mchana, fanya nini anaweza kaipa maana mwajiri maana kile ambaye ni kwa makini sana anaweza kuambia kwa wote sababu anasaidia kwa mzozo. Kwa hiyo kipindi sasa anakuwa hela yake sasa ana na familia yake sababu yake ni fedha tu na mke wake sasa jinsi ya kupambana kwa wakati. Nikipindi sasa mwanaume kazini analipa sababu ndio mfuko wa mawazo kama ila haraka pia uwezo kufanya kazi na kukua. Kwa kule kazini alipo sanjina na kesho kufanya kazi ya kuzalishi amekaribu atawali na anajaribu kufanya nini? Lakini kwani mwanamke ndio kile kitu kibele mengi kuna magari wewe ufanye kuna hiki matokeo ni makubwa kabisa. Ni kitu ambacho mwanamume anapata kitu kinaitwa relative importance. Mwanamume anakuwa hana kama kwa la ndoa. Sababu ya maneno makali yanayoongea wewe uwezi hiki anakuwa kuna mtu wako anakuwa hamna. Kwa hiyo saa nyingine sasa akitoka mwingine anakuwa kwa mke wake unataka kwa mke wake ana uwezo kwa mke mwingine mwanamke mwingine anakuwa sawa. Saa nyingine ni kuna kitu kama hizi wanawake ni kwa ganda mmoja anaoa ataoa tumsifu Yesu Kristo ataoa saa nyingine wewe nini wanaume wanataka makali ya kuunganisha familia na sisi. Unapata kuna mfano mimi na miaka miwili sasa na mwaka mambo haya. Nilisema kwa watoto wasikie kwa mambo haya amelogwa na kama karibu na maongozo kwa nani pia anaelekwa. Una kitu cha sana saikolojia si kwamba
mtu anaweza akawa off kabisa kwa mkono. Kwa hiyo kumbe shida kama hizi sio chanzo cha ndoa kuvunjika. Sasa niweza kuamsha kwa shida kama hizo, kuna njia kusaidia watu kama hao, ili kama shida kama hiyo ipo, basi kuna msaada wa kusaidia mtu ayaroba wala shida ni papo mwenyewe. Kwa hiyo ikipindi ambacho ndoa nyingi zimekuwa na kwa hiyo kuna shida kubwa ya hicho kipindi, na inaonekana kwamba mafundisho ya baadhi ya watu yamekuwa hawapaelewa vizuri na wanapitia hapo, na kuna wakati mgumu, kulikuwa na shida nyingi ambazo na shida hiyo wanapokuwa watu wazima, ndio maana wanaweza kuachana na 10. Baada ya hapo kabadili unapokuwa mtu mzima, ukasema huyu mwanamke ni mbaya, hafai au mwanamke mbaya, hafai. Unapokuta kwa wengine kwa hiyo nimesema hivyo, lakini haikuwa kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo kwa kwamba kumepokea nafasi nyingi za zinazozidi kuongezeka siku hadi siku za wanaume kuhitaji sehemu nyingine ambazo sahihi. Tumsifu Yesu Kristo. Kwamba wanaume sasa ndoa zao wanashambulia maeneo ambayo sio sahihi, ambao sasa idadi kubwa ni kosa kisheria na inabadilisha ndoa zake. Kwa hiyo wakina mama wanafikiri kwamba ni haki ya mwanamke kukaa popote pale. Sio haki. Ndani kuna hiyo msingi. Ni haki yake kuhitaji kutendaji, lakini ndani kwamba ni kosa kwa kisheria anapoeleza mwingine. Nimekuwa kesi zinazoanza kufunga sio siku. Nikasema nisizungumze sasa kwa kauli nzito kwamba ndani ya maombi kabisa ni kosa kwa kisheria na hasa ndoa. Kwamba mwanamke kumsihi mwanamume wako kumsihi kueleza mwingine tofauti na maelezo kwa wakati wa ndoa, sio haki yake kunyanyua sio kile hapana. Tumsifu Yesu Kristo. Naomba sana jamani, kuna kitu shida na wewe ndio kwamba hicho kitu sasa na baada ya kesi hizo tena ndugu ambao wameharibika kabisa, kwamba hizo tu tunashika sasa ile kitu imeharibika kwa sasa wasema kwamba sio ndio gani pia ndio mashoka. Sasa wanaomba msaada wasaidie vipi? Sasa kama kesi kama hizo kwa sababu kama unashuka maji ya wasaidia na wanaomba kufanya msaada kama nyingi pia sana sana kwa shirika na sababu hadi watu wasaidia. Kwa hiyo jamani, sasa kwa watu pia wanazungumza na hizo ya SPS pia tuko inaitwa michezo. Muombe taarifa sana kwamba huko wanaporuhusu waendelee katika msingi unalipa sana. Nimekuwa na kesi kadhaa ambazo chanzo chake huko. Hiyo michezo yao hiyo nao wanaelekeza wale. Nipata kesi kadhaa chanzo chake huko. Kijana anaweza kuingia sehemu baada ya muda unakuta ameathirika kabisa msongo wa mawazo na wengi kwa wanaume kisha hivyo usipomsaidia analiwa wengi asiposaidia haraka kama asiposaidia haraka huwa anaondoka ila au madhara. Kwa hiyo jamani, naomba tutembee nami. Nimekuwa na shida kubwa na tafakari kubwa hasa kipindi kwamba ni kitu gani kinaendelea hasa kwenye kisa ya ndoa. Ni kwa nini tunapenda tunafundisha mafundisho ya ndoa watu kwa sahihi au watu hana muda na ndoa zao, lakini pia utatawasa sababu kwa mtu ngapo maumbile huyu mtu ni kitu ambacho tunajifunza, aidha tunajifunza nje tu, lakini vitu. Kwa hiyo kwa
lakini pia wale kisha kwa naomba saa nyingine pia msiharakishi mpaka kumalizeni mahakamani. Saa nyingine kuna kipindi cha mpito ambacho ni ngumu zaidi. Unajua kwa wewe mwanamke na mwanamke siku mahakamani sasa kwa ulishi kwa tunaomba jamani, kesi za ndoa zile kanisani kwanza kabla kwenda wapi huko kusaidia mtafadhali zaidi ya karibu watoto watu wanapata mno kanisa. Tumsifu Yesu Kristo. Na mwisho kabisa kwa msingi sana pia ni kipindi ambacho watoto wanaharibiwa na wazazi. Ni kipindi ambacho tunapopita napoanza mzazi, kila mzazi anataka aonyeshe kwa mama yake au baba mbaya. Mama anataka kusumu jinsi baba ni mbaya. Na baba anataka mtoto nini? Sumisi mama kwa nini? Ndio maana sasa wanaume. Sababu mwanamke anaweza kuongea mtoto chini kuongea nao kwa uchisu. Wanaume pia psychological lakini maneno yanaongea kwa mbele wao. Au baada ya kuongea tunajuta defense mechanism kwa watu wanaume. Kwa mwanamke anaweza kuongea zaidi kwa wanaume. Mwanaume akiongea zaidi kwa sababu kuongea kama mwanamke anatumia defense mechanism ila foka mbele ya watu kuonyesha kwamba jinsi mama alivyo matokeo yake ni hali mbaya. Ni hatari sana. Kwa sababu watoto wataathirika kabisa, aidha wanachukia mama kabisa au wanachukia baba kabisa. Kwa hiyo pia tulikuwa tukiendelea na hapo na hapo kwa sababu wameruhusu kwa sababu anakuwa magonjwa, anakuwa mbele ya watu, mbele ya watoto. Na mbele kesi za chumbani. Kesi za chumbani ziishi chumbani. Kama pengine mtu anakutana na ndugu kutoka nje basi vitendo. Tumsifu Yesu Kristo. Sasa hawa watoto ni karibu kabisa. Mwisho wa muda mtu huyu unaenda unahitaji msaada wa wako wanakuona kama kunyama sababu kutesa mama yao au baadaye mtoto mama mmoja na bibi hakuwa kabisa inanikiwa kwa sababu kuishi baada ya siku leo Jumapili hii ya kutena faraja. Naomba jamani tusali. Mungu kwa mbali mno amekuwa mbali kiasi kwamba sasa tunategemea nguvu zetu bila Mungu hakuna kinachoenda. Kile kitu kwa bati, kila kitu kwa kinaenda nyuma. Kwa hiyo naomba tutendelee kwa Biblia kwa kwamba saa kwanza. Naomba kila siku ni watu wa familia tuko na mtu mkuu katika familia. Wakati mkuu kabisa hasa na kwa sababu ya ndoa. Naomba kusali. Ukiombea parokia yetu ndio kuendelea sasa kuhubiri kisa kama mtu mtikisika mno na kaka wanaandika kabisa. Lakini pia kwa wengine wote kupata kuhubiri. Naombeni kabisa tena kuna shida kama ile kwa ya asili. Naombeni mfano wa familia takatifu Yesu alisema familia kwa mpenda Mungu akishakuwa katikati ya ndoa basi pamoja na hiyo wa changamoto za kila mtu na changamoto zake na mwanamke basi tutakuwa na wengi bila Mungu hatari mno. Bila Mungu utaona shetani katika ndoa yako. Yaani kuna kipindi wa mama mkali kabisa fanya kabisa ibilisi. Lakini ya kabisa bila tena kwa Mungu. Kwa hiyo ni wale kwamba tuko na hali sio nzuri na ndio na tiba ni moja tu, ukaa chini na kuzungumza, ukaa kwa nini hakuna jambo na sio ndio sio karibu ndoa kwa wakati tunazungumza tunataka mwafaka ni ngoma mzee ngoma kama katibu kidogo kwa watu kusaidia wazee kwa hiyo ngoma mzee tena kuweka atasaidia katika hilo na kwa pia mtandao wa watu mimi na wao na ili tunapopata kesi sote zingine sio za sheria nyingine hizo kwa kuna ambao sasa ndio sababu wamefikana hapa sababu ya event age atimie kitu ambacho sio tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo kwa familia zetu ili tunapiga kwa hizo ndoa zinatibika kama kama hapa ni mdatu baada ya karibu tatu mume wako anakuwa
zawadi kutoka kwa Mungu, na tukiwaombea basi nao basi watakuwa wakiweza kutoa. Naomba mama akiweza kuweka kwa mama, lakini pia baba akiweza kuweka kwa baba katika familia, na tukabidhi kwa Mungu, ndio kitu pekee ambacho kitatoa katika changamoto hii kubwa ambayo tumepitia kama kanisa kwa ujumla. Mimi nazungumzia parokia, lakini kingine tofauti ni shida karibu ya kanisa kwa ujumla, na sipoangalia shetani akija mahali anakuja kwanza familia, na baada ya hapo kuleta sehemu nyingine hiyo, na hapo karibu kanisa, na tutakuwa na maisha tena ya amani na furaha katika ndoa zetu. Jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Na sadiki kwa Mungu mmoja utume wa Yesu ulikuwa wa kuwaita kwanza Waisraeli kwa imani na kwa njia ya Israeli kuwaongoza wengine kumwamini. Yesu hakutangaza habari ya Injili kati ya mataifa, aliwaachia mitume wake asitikie kwa wasikie. Bwana Yesu, ulitumwa katika nyumba ya Israeli, lakini ulimsaidia mama utupanulie